Mimi naitwa Mwe sana, nafanya na kitengo ya ndege na kazi yote. Nafanya kazi Nairobi, Nakuru, kwa nafanya kila maeneo. Inategemea kama ninaitwa mahali nakuja kuongea kukutana kama mtu anapitia changamoto, stress, challenges, kwa hivyo. Mimi naitwa Mwe sana. Kwa hivyo, huyu naitwa nani? Kuna mtaka 12 years. Sasa ile hapa kwa shule yenu, wewe unapenda kufanya nini? Unacheza mpira sana. Mpira gani? Ya mguu, ya mkono? Unacheza namba ngapi? Wewe ni striker. Striker ni msaule. Unacheza mpira. Ni nini nyingine unapenda kufanya? Oh, vitabu vya hadithi. Kwa hiyo hapa shuleni wanafunzi wenzako huwa mnatangamana na wao aje? Wewe relationship yako na wanafunzi wenzako ambao mko kwa hata siwezi sema kila kitu kiko sawa, ila kuna wale ambao tuliwasi vizuri, kuna wale tunakosana, kuna wale ambao tunaelewana nao vizuri. Wale ambao mnaelewana nao ni wachache. Tuseme tu ni wachache, lakini wale ambao tunakosana nao ni wengi. Wale ambao mnakosana na wao wakati wa kukasirisha wewe, wewe unafanya nini sana sana? Kama nikasirisha mimi huwa naketi chini. Kuna mti mahali pale unaenda naketi chini. Kwa shule ya mtu. Nakaa naketi hapo hivyo peke yangu. Na gari wewe unashukuru mpaka unamweleza ni yao wanafunzi kupiga salamu. Hapana, kwa kuwa mimi ni mgeni kwenye hichi kituo. So kuongelea inakuwa ngumu kidogo kwa sababu mara nyingi anatuelezea kufanya hata kama ni Unaona kama unaogopa. Kama Ni mkali. Hata unaogopa. Wakati unahisi wanafunzi wenzako wamezoea au wamekuja kwa matamshi ya lugha, inafaa unapata usinyamazie maneno kwa roho. Sawa sawa. Na wewe umesema kwa grade ya ngapi? Grade ya 7. Kwa hivyo mwaka kesho ile utakuwa grade ya 9. Ya 8 kumaliza. Alafu hiyo ingine unaingia grade 10. Unasoma kwa bidii, si ndio? ndio Matokeo yako unapata mangapi kwa darasa hili? Kuanzia namba 1 mpaka 7. Naona ni mtoto mwalimu sana. Sasa wale wanafunzi ambao huwa mnaletana vishawishi kuagana sana. Mimi nitazungumza na wao napata moja kwa moja kuelezea kwamba nyinyi wote ni binadamu na kuishi kwa upendo. Si ndio? Sio watu wa kupigana pigana. Alafu pia shule inafaa iweke rules and regulations kwamba wale watoto ambao wako na nidhamu mbaya inafaa waadhibiwe. Si ndio kweli? Kwa hiyo wewe wakati mlikuwa kwa mwalimu, reaction yako ilikuwa gani? Huwa natamani washtaki kama mwalimu, ile nikipata nafasi washtaki, nikishatoka kwenye roho naona kama nitakuwa niko sawa. Wakati unazungumza kutoka kwa roho unajihisi Niko sawa. Sasa kuna hii contract form hapa. Mimi ningependa wewe ulisema unaitwa Helen, si ndio? Helen nani?
Kama nitahitaji kutafuta wewe, nitafikiria kiandiko, sio? Kwa sababu wewe kama una simu, kama uko na simu kwa shule au umeruhusiwa kushika simu, ndio. Kwa hivyo nitatafuta kiandiko kwa simu, nitampa maelekezo pia. Kwa hivyo kesho baada ya break time utapatikana, utajibu break. Sasa kesho saa 4 nitakuhitaji wewe kwa ofisi ya hapa hivi, alafu nitakupa maelekezo ni nini cha kufanya. Sawa sawa. Sasa nataka usaini hapo. Sawa sawa, ile wewe jinsi huru mambo yote ambayo sisi huwa tunazungumza kwa ofisi ya Gedi na Msaada huwa yanabakia kwa ofisi. Kuna mtu yote ambaye ataenda ofisi kama mambo yako yenyewe inaendelea, mtu yote anaweza kujua. Kwa hivyo wakati unapata shida yote, feel free to speak. Sawa sawa, usinyamazie maneno kwa maneno, unaongea tu na tunapata suluhisho. Sawa sawa. Asante kwa muda wako. Ndio darasa. Unaongea. Sawa sawa.